Ni kutoka ndani ya kampuni ya GMA sambamba na mimi tunaitambulisha series nzuri kabisa Kifilipino. Series inamzungumzia binti huyu ambaye aliaminishwa na mama yake ya kuwa toka amezaliwa ana haya maradhi. Mama alimkanya mwanae atake kumwona nje. Muda wote anatakiwa kumwona mundani. Pindi pale binti alikuwa anaenda kinyume na kila ambacho mamake alichomwambia, mama hakujali kama mwanae ni mgonjwa. Alikuwa akimpa adhabu ya kumfungia katika chumba chenye giza kizito. Para mabantayan ko siya all the time. You sound like you want... Yeye anaitwa Oliver. Bakit parang lumalala? Binti huyu maisha yake yote ni ukatu ndani katika wheelchair. Ila anatamani sana kutoka nje. Lakini ndio mamake alishakataa. Siku moja hapa nyumbani pakaja na mama moja alijitambulisha kwa jina la Emma. Anahitaji kufanya kazi ndani. Mama huyu aliweza kubaliwa kufanya kazi ndani. Lakini kwa bahati nzuri akapendana na huyu binti. Na akampatia mapenzi ya dhati. Mapenzi ambayo aliyopata huyu binti hakuwahi kuyapata kutoka kwa mamake. Mama alipogundua kwamba yule mfanyakazi anaitwa Emma ana mapenzi ya dhati na mwanae kiasi cha kwamba yeye mwenyewe haoni ndani, hapo ndipo vita ilipoanza. Naomba achana mwanangu haraka. Unayakuwa tayari kumwacha yule binti. Binti huyu zile dawa ambazo mama alikuwa ameziandaa kwa ajili ya kumtibia aliamua kuzipaswa na nyundo. Hii ni kwa sababu amegundua kwamba chanzo cha magonjwa ambayo yeye anayo yamesababishwa na mama yake mzazi. Pasua zile dawa. Yeye anaitwa Muki. Amegundua sasa magonjwa ambayo yanayo mama ndio ameyasababisha. Mama alimzaba kibao kwa kumwadhibu kwa kile ambacho alichomwambia. Inakuwaje, kwa nini mama alikuwa akimfanya hivyo mwanae, kumsababishia awe na magonjwa na akae tu ndani muda wote? Itafute, inaitwa Mami Diaresti. Moja kati ya series nzuri sana Kifilipino na sauti safi ya kwangu mwenyewe msukuma kwanza niliingia mjini. Itakuwaje? Hii hapo.